Salata House CCM Salata. Salata House CCM Salata. Ndio wote naojua mimi. Ndugu makamo mwenyekiti wa chama chetu, ndugu naibu katibu mkuu, mwenyeji wetu, mwenyekiti wa viwango, mwenyekiti wetu wa Wete, ndugu mratibu wa chama Pemba, ndugu wajumbe wa kamati kuu, wajumbe wa halmashauri kuu, ndugu makamo mwenyekiti wa ngome ya vijana, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa wawakilishi mliochaguliwa, waliotangazwa na walioibiwa, wote mmechaguliwa, mmepata ridhaa ya wananchi. Ndugu viongozi wetu mbalimbali, wazee wetu mnaotuunga mkono kila siku, wanachama wenzangu, mabibi na mabwana, nyote kwa pamoja, asalamu alaykum. Habari ya mchana, habari ya Wete. Safi si safi Wete? Kwanza naomba niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, katupitisha mwingi na mpaka leo tupo Selem, tupo Miti Ulaya kwa ajili ya kikao chetu cha kuendeleza mambo yetu. Msione hivi kuna watu wanaumia kweli kweli. Maana yake walifikiria kwamba pesa zitanunua mahaba, pesa zitanunua kupendwa. Wakafikiria kupendwa ni barabara, wakafikiria kupendwa ni magorofa, lakini watu wana mambo yao. Kwa hivyo tumshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, tumepita kwenye mambo yetu mengi. Mnakumbuka wakati wa kampeni tulivyopitia, tulivyokuwa tukienda kwenye shughuli zetu kwa wingi, tukipanda vipando vingine vya hatari, tukivuka, waliokuja wengine kwa ndege, lakini alhamdulillah yote haya tumeyapita salama. Na leo Mwenyezi Mungu hapa katuleta salama, na inshallah aturejeshe salama, na inshallah tunalolitafuta Mwenyezi Mungu kaanza kutuonesha dalili, inshallah atuwafikishe tufike safari yetu. La pili, naomba kwa dhati kabisa nichukue fursa hii niwashukuru kwanza viongozi wetu, na nikianza na mwenyekiti wetu wa kamati yetu ya ushindi.
Tumewaonesha watu nini maana ACT Wazalendo. Tumewaonesha kwamba sisi tuna maarifa, sisi tuna wataalamu, sisi tuna utaalamu wa kuendea uchaguzi, na ndio maana chaguzi zote tumekuwa tukishinda. Lakini mara hii tulitaka kuwaonesha show, na tumewaonesha au hatukuwaonesha? Sasa tumpongeze, tumpigieni makofi mwenyekiti wetu wa kamati ya ushindi. Pamoja na yeye ni viongozi wengine wetu wote, na tukizungumza Wete mnayajua mambo ya Wete. Haijawahi kutuangusha Wete, haijawahi kuwa na dogo. Wete ndio ile ile Wete tokea Ali bin Nasr na Hindi iliyowachakaza Waingereza. Wete ndio ile ile ya 2025 chini ya uongozi madhubuti wa mwenyekiti wetu wa viwango Bwana Kabakaba. Hajawahi kuchujuka, hajawahi kupungua rangi, hajawahi kupungua moto, hajawahi injini yake kuzima njiani. Na Mwenyezi Mungu atuwekee inshallah. Ampe umri mrefu, ampe nasiha njema. Pamoja na yeye viongozi wetu wote. Lakini kwa namna ya kipekee, ndugu zangu, ya viongozi wetu yasingetimia kama si umahiri wenu, kama si nguvu zenu nyinyi wanachama wenzetu. Mmetuunga mkono, mmetimiza wajibu wenu, na tumeionyesha dunia nini maana ya ACT Wazalendo. Tujipongezeni jamani. Mbona mnajipongeza kinyonge? Katika hili ndugu zangu, alisema hapa naibu katibu mkuu, amesema kwamba madhumuni ya ziara hizi, moja ni kuja kuwashukuru, na hili la mwanzo kabisa, kwamba tumepita mchakato huu, tulikuwa na malengo, tulikuwa na mipango. Alhamdulillah, mipango yetu yote tumeitekeleza, malengo yetu yote tumeyafikia. Lipo tulokuwa hatukulifikia? Tulisema tutakwenda kuwaduaza kwenye ukura za urais. Hii sio kugaragaza, sijui tunahitaji. Tumelifanya, hatukulifanya? Kuna mtu ana wasiwasi? Kuna mtu leo mnyonge kwamba hatukuwagaragaza? Wenyewe wanajua, wenyewe wanafahamu. Wanaotutania wanatuambia kwa utani, mara hii mmezidi. Na sisi watuambia hata bado, watu wanataka kutoka sasa. Wazanzibari wameamua kutoka kwenye uchumi wa buluu kuja uchumi wa zambarau, na wamekuja kwa nguvu zao zote. Tumeweza katika malengo yetu, ilikuwa ni kuwaunganisha Wazanzibari. Tumewafikia, tukawafahamisha, tukawaeleza safari yetu na safari ya Wazanzibari, na kwa umoja wao, kwa mara ya kwanza katika historia ya chaguzi zetu, Wazanzibari wameungana kitu kimoja na kutupa kura kwa wingi kuchagua safari tunaokwenda pamoja. Hii ni kazi kubwa ambayo tumeifanya.
tumefikia malengo yetu yote ni kwa sababu ya kazi yetu ya pamoja ambayo tumeifanya. Lakini katika safari hii kuna watu ambao tuliwakabidhi kazi hii siku ya kupiga kura, na hawa muhimu sana, kwa sababu hawa ndio leo waliotuheshimisha pia. Pamoja na yote, lakini kama wao wasingefanya kazi yao kwa uadilifu, kama wao wasingefanya kazi yao kwa uaminifu na kwa juhudi, leo tusingekuwa tunazungumza hapa kwa amani. Nao ni mawakala wetu. Tunasema mawakala wetu hawa wanastahiki nishani, hawa wanastahiki zawadi yetu maalum, na inshallah iko siku hili tutalitimiza. Naomba tuwapongeze sana mawakala wetu. Naomba mnisaidie kuwapongeza mawakala wetu. Mnisaidie tena, hayo hajatosha. Jamani, hayo yametosha kwa mawakala. Nawaambia mawakala tuliwapa kazi na tukawaamini. Jana nilikuwa nawaambia Micheweni umuhimu wa mawakala na kazi ambayo wameifanya. Mawakala, naambia imani tuliyowapa ni sawa sawa na imani tunayowapa madaktari. Maana daktari tunamchukulia wa mzaha, lakini imani tunayompa ni kubwa. Wanawaambia, na jana nilikuwa nawaambia, mambo yote Mswahili anaweza kukuamini, lakini si jambo la mke wake. Na jambo la mke wake hamuamini hata baba yake aliyomzaa. Asema naye si mtu mume. Hamuamini. Jamani, kweli si kweli? Lakini ukienda naye kwa daktari, ataingia ndani, wewe utabakia nje. Pengine na mambo ya siku hizi utachukua simu yako. Bwana, uko busy na simu, mali iko ndani. Tena uko peke yao, si ndio? Akina baba makubwa hayo, hayo si madogo au vipi? Na akitoka unauliza tu, aje lini tena? Au vipi? Mwisho wa siku utapewa kikaratasi, utaambia hichi kalipe pale dirishani. Na wewe utakachokijua kwenda kujifundua, utakwenda kulipa. Hiyo ni imani tumewapa kwa sababu ya kuamini misingi na kusimama na uadilifu wao. Na mawakala tuliwapa imani hiyo hiyo, tuliwapa jambo kubwa kwa kweli. Kwa hivyo naomba kwa pamoja sote, kwa dhati kabisa, mimi nawapongeza na naomba sote tuchukulie kwamba mawakala ndio roho ya safari yetu wa Zanzibari, na wamefanya kazi kubwa mara hii. Wanastahiki pongezi zetu, wanastahiki shukurani maalum. Inshallah tutatafuta siku ya kuja kuwapa shukurani maalum. Ndugu zangu, tumefanya uchaguzi, tumeyaona yote yaliyotokea. Hayakuwa kwa bahati mbaya kwetu sisi, hayakuwa surprise. Ndio maana hatukuhurumiwa, ndio maana hatukubabaika, kwa sababu hayakuwa surprise kwetu. Na kama mnakumbuka, naomba tukumbuke vizuri. Kama mnakumbuka, kabla ya uchaguzi chama chetu tulichukua uongozi, tukavipitia vyombo vyote, taasisi zote, zikiwemo taasisi za dini. Tulianza ofisi ya Mufti, tukakutana na baraza na jumuiya ya maimamu Zanzibar. Ukumbi huu pia tulikuja kukutana na
walimu wa madrasa, mashehe mbalimbali na maimamu. Tumekutana nao Wingwi, tumekutana nao Unguja, tumekutana nao Chake Chake, tulikutana na viongozi wa dini wenzetu wa Luteri, tumekutana na kanisa Katoliki Tanzania, tumekutana na viongozi wengine mbalimbali, tumekutana na ofisi ya Mufti na timu yake yote, tulikutana na jeshi la polisi, tulikwenda kuonana na kadhi mkuu pia. Hawa wote tulikwenda kuonana nao kwa sababu tulilijua wenzetu walichokuwa wakifanya ni kuinafikia amani ya nchi hii, lakini sisi tulikuwa na tukichukulia amani ya nchi yetu kwa dhati kabisa, kwa sababu mara zote watu wetu ndio wanaoumizwa zaidi. Halafu wao wakaja wakakaa wakaimba amani kinafiki. Sisi tulichukulia kwa uzito wake. Na katika hili ndugu zangu, mimi naomba leo nipowete niliseme, siku mbili kabla ya uchaguzi, tarehe 25, mimi baada ya kumaliza shughuli zetu hapa Pemba, nilikuwepo Pemba. Mnakumbuka tarehe 26 ndio tulikuwa tunafunga kampeni Tibirinzi. Nadhani nakumbuka jamani. Pamoja na uzito ule wa kufunga kampeni kwa Pemba, bado mimi nilichukua hatua. Nikasafiri tarehe 25 jioni, asubuhi siku ya pili tarehe 26 kwenda kuonana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia. Asubuhi ya tarehe 26, na nililoendea ni kumwambia hala ujiti na ncha na kumwambia hili la tarehe 28 kwamba watu wako wamekusudia kufanya uovu, wameshajipanga, wameshaleta waovu wa kuja kutekeleza uovu wao. Maana mpaka polisi wameongezewa vijana wa JKT. Yote mnakumbuka kwamba hapa kulikuwa na majeshi hawana hata pa kukaa, na sisi tulikuwa haya tunayajua, na kila tulilokuwa tunalipata sisi tuna faida hiyo. Wenzetu wanakwenda tu kwa maguvu, kichwa mchungwa. Sisi tunaijua serikali, tunaijua nchi hii na inavyokwenda, inavyoendeshwa. Nikamwambia kwamba hili la tarehe 28 kwa watu wako walivyojipanga, kama hili na hili na hili halikufanyika, hapa utakuja kushuhudia mauaji tena makubwa. Ndio walivyokusudia watu wako, ndio walioyapanga watu wako. Na niliyoyasema usiku kabla ya tarehe, siku ya kupiga kura mapema, iliyotokana na uhakikisho baada ya kikao kile, baada ya mazungumzo yale, na baada ya kukubaliana kwamba kitakwenda kufanyika 1, 2, 3. Na simu hii ni shahidi, na simu hii ni shahidi, maana mna ujumbe wa uhakikisho niliopewa. Tumefahamiana? Hiyo tarehe 26 asubuhi, kwenda kuiepusha nchi hii na janga ambalo lingeweza kutokea. Sasa mjue kwamba sisi tulichukua juhudi kwa sababu tunajijua sisi ndio ambao tuna dhamana. Hao wengine wanachotafuta wao si manufaa ya nchi, ni manufaa yao binafsi.
Kwa hivyo ndugu zangu, hatua zote tulizochukua, na alhamdulillah Mwenyezi Mungu akatuvusha, pamoja na dua zetu, pamoja na kutawakal kwake, ilikuwa ni kwa sababu ya uongozi tulionao katika chama chetu. Lakini kikubwa zaidi ndugu zangu, na hili ndio nilitaka niwashukuru sana, kubwa zaidi lililotuvusha ni nidhamu kubwa tulionayo katika chama chetu. Mimi naomba niwashukuru, naomba niwapongeze sana. Hili la nidhamu, tulikuwa tunasema jamani, silaha ya mwanzo mnapokwenda kwenye mapambano, hata kwa askari, sio bunduki. Silaha ya mwanzo ni nini? Nidhamu. Na sisi tumekwenda kwenye mapambano haya, la mwanzo tuliloshikana nalo ni nidhamu yetu, uongozi wetu katika chama chetu. Hilo limetusaidia, hilo limetuheshimisha. Na hili tulilolifanya, ndugu zangu, sisi tunaliona dogo, lakini hili limekiheshimisha chama chetu, hili limeinusuru nchi yetu, limewanusuru watu wetu, imeinusuru nchi hii na janga kubwa ambalo lingetokea. Lakini na imani yetu ya kutawakali kwa Mwenyezi Mungu. Wenzetu wao wanaamini katika nguvu, wanaamini katika pesa, wanaamini katika ghilba, wanaamini katika hadaa, wanaamini katika kurushi. Ndio maana mwanzo niliwahi kuambia, walipokuja kuniuliza, walipokuja na rai eti tugawane majimbo, maana uchaguzi umewashinda na maghorofa yao na njia zao sijui na nini zao na mapesa yao waliokuwa nayo, pamoja na kwamba sisi tumekwenda kwenye uchaguzi hatuna kitu, sote tunajua pesa zao hazikuwasaidia. Hawa watu kutoka makao makuu yao Dodoma waliletewa pesa bilioni 7 za kuendesha uchaguzi, mbali walizokusanya wenyewe mpaka siku ya mwisho. Wenyewe wanatuambia kuna mmoja wao, mkubwa wao mmoja, kapewa mchango wa chama shilingi bilioni 1,250,000 atia mfukoni kwa hiyo change tu, asema imebakia na tia mfukoni. Mjue mapesa waliokuwa nayo. Sisi tulichokuwa nacho ni kutawakali kwa Mwenyezi Mungu. Na ndio maana walipokuja na mpango huo nikamwambia, sikilizeni, sasa kama nyie mna uwezo wa kuchukua majimbo yote, ndakuja kutushauri sisi wani? Wakashangaa, wakaniuliza, ina maana ICT marai mtatia watu barabarani? Nikamwambia, marai hatutii watu barabarani. Inshallah marai Mwenyezi Mungu mwenyewe ataingia barabarani na mtamuona kwa macho yenu. Nilokusudia kwamba rehema za Mwenyezi Mungu zitajionesha. Uovu mleupanga hautokuja kwetu, uovu mleupanga hautokuja katika nchi yetu wala kwa watu wetu. Shida yao baada ya kufanya uovu wote waliofanya wao, baadaye wakawa wanasubiri. Ndio maana pale darajani wakaeka magari mengi ya vikosi sijui ya kitu gani, wao walikwenda kumsubiri Mungu darajani, walikwenda kumsubiri, lakini wakakuta kumbe katokea upande wa pili. Tunasikitishwa sana na yaliyotokea kwa wenzetu Tanzania bara. Ni aibu, ni fedheha kwa nchi yetu, ni majonzi, ni masikitiko makubwa. Lakini yale ndugu zangu, naomba niwahakikishie, ndio walioyapanga kwetu. Yale ndio waliokuwa wameyapanga kwetu kama miaka yote. Hawa watu hawajali.
Tena wameanza mipango zamani, walikuwa na kikosi hapa kikiongozwa na bwana mmoja wa magereza anaitwa Makarabai. Ndio walianza tokea wakati huo kupanga mipango ya njama ya kuja kufanya hujuma, na sisi tukajua tukawa nayo maji na yote ya vijana walioletea, na tukawakabidhi wenyewe, na wakathibitisha wakasema, lakini katika hawa baadhi yao si wetu. Naam, hiyo ndio ACT Wazalendo. Hiyo ndio ACT Wazalendo. Kwa hivyo kwanza mimi naomba ndugu zangu, tusilione hili lililopita kwamba ni dogo. Tushukuru na tutembee kifua mbele kwamba tumeiepusha nchi yetu na balaa na maafa makubwa sana. Hili ni jambo kubwa. Na mimi juzi nimeambia nikwenda Unguja asubuhi nikarudi jioni. Nilikutana na mzee wetu mmoja akanipa salamu. Akaniambia, bwana, nakupongeza na nawapongeza wanachama wako kwa kuiepusha Zanzibar na maafa na janga kubwa la uvunjifu wa amani. Kwa kauli yako uliyosema kwamba jamani, iliyoibiwa ni fanicha yetu, nyumba yetu bado iko salama, na wanachama wako wakakusikiliza, na ile kauli yako ya usiku kabla ya uchaguzi wa mapema, na wanachama wako wakakusikiliza. Hili jambo nawapa pongezi kwa dhati ya moyo wangu. Hizi ni salamu za mzee wetu mmoja aliyewahi kuwa rais wa Zanzibar hapa Zanzibar. Leo sina haja kumtaja jina, mchukue tu kwamba salamu zinatoka kwa mmoja wa wazee wetu. Sasa ndugu zangu, hebu niambieni, nyinyi mtakuwa na sababu ya kuwa na majonzi? Nyinyi mtakuwa na sababu ya kuwa na masikitiko? Yaliyotokea tumeyaona. Yaliyotokea fedheha, aibu kwa nchi yetu tumeyaona. Amesema mwengi hapa kwenye hizi ripoti, kuna mengi kweli kweli. Nyinyi mmeyashuhudia mengi, kwamba leo tumefika pahala nchi hii, tumefikishwa pahala nchi hii. Hapo tulipofikishwa kwamba nchi hii serikali imepatikana kijambazi, watu wamekwenda kujitangazia mwakilishi, sijui mbunge, sijui rais, kwa njia za kihuni. Tena sio za kihuni, maana kihuni ni mdogo, ni uhuni mdogo. Huu uhuni wa kweli kweli uliokubuhu ndio Zanzibar ilipofikishwa. Sasa yametokea aliyotokea. Najua kila mmoja anajiuliza, kila mmoja anasikiliza kwa makini, tunakwenda vipi? Tunakwenda wapi? Au sivyo? Kuanzia hapa safari yetu wapi? Tunakwenda vipi? Tunakwenda kwa namna gani? Si ndio swala tunalojiuliza jamani? Safari inaendelea. Safari. Tukisema safari inaendelea, tunakusudia kwamba kweli safari inaendelea. Sasa kabla ya kuwaeleza safari inavyoendelea, naomba kuna mambo mawili niyazungumze. Maana haya kama sote hatukuwa tukawa pamoja, haya yanaweza kutubabaisha katika safari yetu. La kwanza, baada ya kutokea haya yaliyotokea, njia ya kwanza, kwa sababu ukienda kwenye mapambano huchagui njia moja, unachagua njia zote ambazo zipo. Wanasema kuna ya kwanza, una ya pili,
una sijui zozote utakazokuwa nazo. Na sisi ya mwanzo, mlango wetu wa mwanzo tumechagua mlango wa sheria, kupeleka kesi mahakamani, kudai majimbo yetu ya ubunge, majimbo yetu ya uwakilishi, na yapo machache ya udiwani. Tumelazimika kuchukua hatua hiyo kwa sababu huu mlango wa kisheria hawa waliufanyia uhuni kama walivyofanya uhuni kuleta kura ya siku mbili. Walipoleta kura ya siku mbili wakataka wafunge na milango mingine, wakaondoa kutoka siku 30 zilizokuwepo, siku 14 zilizokuwepo, wakasema kwamba ukitaka kupeleka kesi mahakamani kudai haki yako katika uchaguzi wanakupa siku 7, kwa sababu wao walijua kwa visa vyao, kwa viteweji vyao wanavyovifanya, unaweza ukafika siku 5 6 kwanza hujazinduka, pengine utazinduka siku ya 7 muda ushakupita. Ndio hesabu zao hawa, ndio hesabu yao ya kiwizi, maana mambo yao yote wanayapanga kiwiziwizi. Lakini la pili walilofanya ni kuongeza gharama ya kufungua kesi, kutoka pesa zilizokuwepo sasa kufungua kesi moja ni shilingi milioni 2.5. Unauona uhuni wao katika hili kwa sababu moja, ndugu zangu, kwa sababu wao wenyewe kwa takwimu za kiserikali, mwananchi, pato la mwananchi wa Zanzibar ni wastani labda wa shilingi milioni 2.8 kwa mwaka mzima, kwa mwaka mzima. Na huo jamani ni wastani tu, sio kwamba watu wanatimiza. Sasa leo unapokwenda kumwambia kufungua kesi moja ya kudai haki yake, na sio haki yake mwenyewe, ni haki ya wananchi waliomchagua, watu, haki ya watu labda 5,000, 6,000, 10,000, unamwambia haki za watu hawa wote zipotee kwa sababu yeye lazima alipe milioni 2.5. Huu ni uhuni, ndio tunaosema nchi hii tumefika pahala inaendeshwa kihuni-huni. Sasa sisi tukasema kwanza, bwana, sisi hatukuhurumiwa, yametokea haya na akili zetu zimebaki timamu. La mwanzo tukasema ndani ya siku, na sisi tumefungua kesi hata siku 7 hazijamalizika. Jamani, mmenifahamu? Tumefungua kesi kwa uwakilishi kwa sababu ndio uliwekewa siku 7. Wa ubunge bado siku 30, si ndio? Lakini za uwakilishi zote Unguja na Pemba tumefungua hata kabla siku 7 hazijamalizika. Sisi hatukuingiwa na mughma, akili yetu ilikuwa timamu, mipango yetu kamili. Na kwa uwakilishi takriban zote tumeweza kutafuta namna kulipia gharama za kufungua kesi. Ili naomba tulijue, maana mnaweza mkaambiwa si washafungua kesi, ndio washakubali. Sio kukubali. Sisi tunajua vita haipigani kwa nguvu, inapigana kwanza kwa maarifa na mipango. Lakini la pili, na ambalo lisema pia nalo hili tuelewane vile vile, la pili tulilolifanya, ile change ya mwizi iliyobakia tukasema tuichukue. Mwizi kakuibia 100,000, 20,000 imemdondoka, utaiwacha? Kwa hivyo na sisi tukasema vile viti walivyoviacha vilivyoadondoka, maana hawatuwezi kweli kweli. 20 walichukua viti vyote vya ubunge wakabakisha 4, na kile kimoja cha Konde wakataka pia waende wakakichukue kwenye uchaguzi mdogo, wakakitema au sasa. Na hili niseme kwamba vile viti vilivyopatikana tumewaambia wabunge wetu
wawakilishi wetu waende katika vyombo vile, kwa sababu ile ni haki yetu, ni chenji ya mwizi. Tumefahamiana? Kwa hivyo mkiona anaendelea kule, haina maana kwamba tumekubali wala hatuhalalisha kilichotokea. Tunasema ile ni haki yetu, tutakwenda na ni moja ya sehemu ya mapambano yetu. Jamani, tumefahamiana? Na mmeona kwamba safari imeanza. Juzi kwenye ufunguzi walitii maelekezo ya chama chao, hawakuhudhuria katika uzinduzi wa baraza la wawakilishi. Hili hatulionei haya kwamba sisi tumekwenda kule kwa malengo yetu, si kwa malengo ya kuhalalisha walichokifanya, uhuni uliofanyika. Sasa baada ya hilo, sisi safari inaendelea ya kutafuta haki ya Wazanzibari. Na katika hili ndugu zangu, tumesema nalo, maana baada ya yote haya, wengi nje na ndani ya nchi mlianza kutuuliza tunaingia hatuingii. Wengine, jamani, sije mkaacha kuingia. Swala wapi? Kuingia wapi? Kuingia ndani au kuingia wapi? Wengine msiingie. Sasa tunajiuliza, hawa vipi jamani, tusiingie wapi? Huu umekuwa ndio mjadala, na CCM nao walitegemea na sisi tutaanza kujadiliana hayo, tuingie tusiingie. Tuliletewa barua ya kupeleka jina la makamu wa kwanza wa rais. Naomba hili niseme. Tuliletewa barua kwamba sasa uchaguzi umekamilika kwa mujibu wa katiba, sijui kwa mujibu wa sharia. Hivi mnaojua nyie, mloifuata nyinyi, mlete jina la makamu wa kwanza wa rais. Sisi tumejibu, sitaki niseme tulipojibu. Lakini barua tumejibu, kwa sababu nyote mnajua ni aibu, fedheha kuita ule ulikuwa uchaguzi. Na kama ni uchaguzi, basi sisi tunatambua, mimi najitambua na nyinyi mnajua kwamba mimi ndiye nilipewa mandate na Wazanzibari kwenda kuwaongoza, na chama chetu ndio kilichopewa ridhaa na Wazanzibari kwenda kuwaongoza. Kwa hivyo mjadala hauwezi kuwa makamu wa kwanza. Tumefahamiana? Anayetafuta makamu wa kwanza ana yake, sisi si wa hayo. Sisi si wa vyeo. Tumefahamiana? Wazee wetu walikuwa navyo wakaviwacha kwa ajili ya nchi. Sasa hili ni muhimu sana kufahamiana ndugu zangu. Hili muhimu sana kufahamiana. Sisi tunachosema ndugu zangu, na hili kila mwana ACT Wazalendo naomba aliweke akilini mwake. Hii iwe ndio liliomo kifuani mwetu. Hii tujue ndio safari yetu, kwamba sisi katika uchaguzi huu uliopita, uite jina utakaouita, lakini sisi tunachotambua kwamba iliyokosewa, iliyodhalilishwa, iliyosalitiwa sio ACT Wazalendo. Iliyosalitiwa ni Zanzibar yetu, safari ya Wazanzibari kuirejesha nchi yao iendeshwe kwa misingi ya heshima, misingi ya kistaarabu. Iliyodhalilishwa ni Zanzibar, kwa sababu uchaguzi huu umefanywa kwa pesa za Wazanzibari maskini za Mungu, haukufanywa kwa pesa ya mtu. Ni pesa zenu. Mmekosa dawa, mmekosa huduma, mmekosa maisha,
mmekamuliwa ili watu wafanye uchaguzi. Wabaya wetu twawajua. Pole kweli kweli, maana nyuso chini. Ndugu zangu, hapa muhimu sana tujue kwamba iliyokosewa sio ACT Wazalendo. Wao wanataka waoneshe kama ilikuwa mechi baina ya CCM na ACT Wazalendo. Hii si mechi baina ya ACT Wazalendo na CCM, ilikuwa ni sauti za Wazanzibari. Wanataka nchi yao irudi katika misingi ya kistaarabu. Wametoa pesa zao, wamechukua juhudi zao, wakaenda kwenye sehemu za kupiga kura kwa ajili ya kusema sauti zao. Ni sauti za Wazanzibari zilizosalitiwa. Wazanzibari kwa sauti moja, kwa kauli moja, wametuunga mkono, wametupa ridhaa yao. Ridhaa hii ndio iliyosalitiwa. Tuitazameni ndugu zangu nchi yetu. Leo tumefika pahala nchi hii kwa kisingizio cha uchaguzi, kwa sababu kuna watu wanataka wapate nafasi za kiserikali, waende wakaibe, waende wakaendeleza ufisadi wao bila kuulizwa. Tumefika pahala leo watoto wetu wadogo wamechukuliwa wakaenda kufundishwa wizi. Jamani, hakuna watoto wadogo waliopigishwa kura bara hii? Ni watoto wao, ni watoto wao, si watoto wetu. Nchi gani unakuwa nayo mtoto mdogo anafundishwa wizi, yuko chuchuni? Huyu atakuwa vipi? Atakuja kuwa raia gani? Atakuwa binadamu gani? Ndio tunajenga nchi gani? Eti jamani, tuulizane. Haya ndio masuala ya kujiuliza. Tunakuwaje na nchi ambayo watoto wadogo leo ambao kama viongozi wajibu wetu ni kuwalea, wajibu wetu ni kuwanyoosha, wajibu wetu ni kuwaongoza wakawa raia wema, wakawa watu wema, wakawa watoto wema, wakaja kuwa na wao viongozi wema wa nchi yetu. Leo unamfundisha mtoto mdogo wizi. Wewe kiongozi gani? Wewe binadamu gani? Wewe mtu gani? Hufai kuendesha nchi hii kama hiyo ndio njia, ndio mbinu uliotumia. Jamani, nyewe mnamtaka kiongozi anayemfundisha mtoto mdogo wizi? Apate uongozi, apate nafasi kwa kumtumia mtoto mdogo kwenda kuiba? Ndio nchi gani? Ndio Zanzibar tunayoitaka? Sio Zanzibar tunayoitaka. Ndugu zangu, leo nchi hii Zanzibar tumefika pahala askari ambaye kazi yake ni kuwalinda raia na mali zao, leo askari ndio kenda kuwa mwizi. Nchi hii itakalika kwa wezi? Maana askari akishakuwa mwizi, kumtegemea nani alinde nchi? Leo mwanajeshi wa kuilinda nchi hii, leo mwanajeshi ndio kenda kusimamia kawa mwizi nchi ambayo mwanajeshi ni mwizi, anaiba mchana kweupe. Hiyo nchi gani? Ndio Zanzibar tunayoitaka? Leo una mtu ambaye alikuwa waziri kaaminiwa kusimamia wizara ya wanawake na watoto, yeye mwenyewe mwizi, kakamatwa kituoni na kura zaidi ya moja. Leo una waziri alikuwa waziri wa fedha, ndio anakwenda kusimamia wapiga kura feki waje wapige kura. Leo tuna kikundi cha watu wanaosema hadharani kwamba wao halali yao kuiba na Mungu yuko radhi nao kwa wao kuiba. Hawa ndugu zangu, mimi niwaulize,
Tujiulize masuala haya sisi kama Wazanzibari, sio kama ACT Wazalendo. Hili si janga la ACT Wazalendo. ACT Wazalendo sisi tumepewa turidhaa na Wazanzibari wenzetu tuongoze njia kwa sababu ya kutuamini, kwa sababu ya kuaminika. Tumefahamiana? Si bandogo, si swala la kushindwa kura, si swala la mtu kuiba kura tu. Ni jambo kubwa linalokwenda kwenye msingi wa leo. Haya yote tunayoyasema yote yamesimamiwa na majaji wa mahakama kuu. Wewe ukimbilie wapi tena? Wewe maana kwa jaji unakimbilia upate haki yako. Haki yako jaji kaenda kusimamia, mchana kweupe umenyang'anywa. Unakwenda wapi tena? Nchi gani? Haina askari, haina mtoto, haina mama, haina baba, haina jeshi, haina jaji. Leo tunakwenda kupelekwa nchi hii tuishi kinafiki. Eti mtu kaiba, kapata jimbo kwa wizi, halafu akija umwite usimame, mheshimiwa. Rohoni mwako unamwita majamaa jizi hili. Naona zaidi ya salata. Sijui tu. Itabidi tuingie kazini tutafute hasa msamiati unaowafaa. Ndugu zangu, haya naomba tu yakae kichwani mwetu. Tuna hatari, nchi imeingizwa kwenye janga. Mwakilishi leo mwizi kapata jimbo kwa wizi na mwenyewe anajua. Leo na mtu kateuliwa makamu wa pili wa rais, msimamizi mkuu wa shughuli za serikali, jimbo kalipata kwa wizi. Tunayajua. Shima gani? Nchi gani? Eti jamani, una mwakilishi mwizi, una mbunge mwizi, huyu ndo anaenda kuteuliwa kwa waziri mwizi, diwani mwizi. Nchi gani? Nchi gani? Ndio Zanzibar hiyo? Nchi hii ndugu zangu, kweli tuna matatizo, lakini sio matatizo ya kihuni kama haya. Uchaguzi ulivyoendeshwa nyote mashahidi, imekuwa kama tumeingiliwa na majitu yaliokuwa wale wa madawa ya kulevya. Wameingia mjini, hawana heshima, hawana nidhamu, hawana utu, hawana aibu. Hawa ndio leo wamekwenda kufanya waliofanya. Leo eti ndio wametuwekea viongozi wa kuendesha nchi. Nchi hii ilikotoka na mzee, maana kama ni mapinduzi wengefanya mapinduzi nao ikajulikana. Kama wanaume wengefanya hayo mapinduzi, wakaondoa katiba, wakaondoa sheria, tukakaa uwanjani tukashindana, aliyepindua na huyo atakayepindua, au sio? Lakini huu ni wizi, tena wizi mbaya, mchana kweupe. Hawa vibaka unakwendaje wewe unasema kwamba kuna tatizo katika nchi? Na wabaya zaidi, kwa sababu leo mtu anakwenda kushika msaafu, kitabu cha Mwenyezi Mungu. Kuna vijana wengine wananiambia ule labda umetiwa tu cover ya msaafu, si hivi kwa ndio bwana. Hawa hawaogopi, hawamuogopi Mungu. Na Mungu ana pahala anakufikisha, ukimsahau na yeye anakusahaulisha hata kama Mungu yupo. Ndio maana akatusisitiza, akatuhusia, akatuambia wala takunu kalladhina nasullaha fansahu
msiwe mliomsahau Mwenyezi Mungu na yeye akawasahaulisha. Hawa ndio walikofika, kama anafika kusema hadharani si tuna halali ya kuiba na Mungu yuko pamoja. Huyu hatari, ndio huyu eti anakuja kuwa waziri kesho. Mtu wa namna hiyo, nchi ya Waislamu. Ndugu zangu, hatari. Ndugu zangu, hatari. Ndio maana sisi tunasema, ndugu zangu, hatua zote, mabadiliko yoyote katika kudai haki yetu, haki ya Wazanzibari, tutaongozwa na hili, kwa sababu nchi hii imepita kina Mzee Karume waliopindua, akaja Mzee Jumbe akasema tufungue milango kidogo, akaja Mwinyi na Maalim wakasema tuwe na katiba mpya 84 ndio tunaotumia leo. Kaja Rais Amani, kaja na GNU na Maalim. Kama limetokea tatizo, mnarekebisha, mnakwenda mbele. Sisi safari ya Wazanzibari ni hiyo, wametoka huko walikotoka, wameshafika pahala kwa ridhaa yao 2010 wakasema tunataka tuwe na GNU, tuwe na maridhiano ya kitaifa, aliyeshinda, aliyeshindwa, hii ni nchi yao, wafanye kazi pamoja. Ndio katiba yetu, ndio ridhaa ya Wazanzibari. Hili ndo walolichagua Wazanzibari, sio uhuni huu. Wewe unafanya uhuni ili uwe nani? Ili kitu gani? Unaturudisha nyuma leo. Eti ACT leo hatuna hata kiti cha udiwani Unguja. Ujinga gani? Ushamba gani wa siasa huu? Huu ni ushamba wa siasa. Hii sio safari ya Wazanzibari. Wazanzibari wana safari yao. Kwa hivyo tunalokwenda kulisimamia, ndugu zangu, ikiwa liwe hilo, ikiwa halikuwa basi ni hilo, kwamba lazima turudi katika misingi ya nchi yetu. Lazima turudi katika safari ya Wazanzibari. Hatuendi kwenye mjadala tuingie au tusiingie GNU. Naomba hili tuelewane. Kama mwenyekiti wenu anafaa hapa, hafai, muondoeni sasa hivi. Tumefahamiana? Haendi kuzungumza tuingie au tusiingie GNU. Anachokwenda kuzungumza, anachokwenda kukitafuta yeye na viongozi wenzake ni kuirudisha Zanzibar katika safari ya Wazanzibari. Nchi hii itawaliwe, iendeshwe kwa ustaarabu. Aliyefanya ujinga huu, aliyefanya uhuni huu, aliyewasaliti Wazanzibari lazima awajibike. Lazima awajibishwe. Hii si nchi ya mama yake mtu. Hii si nchi ya baba yake mtu. Hii nchi ya wananchi waliosalitiwa namna hii. Lazima aliyewafanyia uhuni huu lazima awajibike. Lazima awajibishwe. Kama hakuweza kuwajibishwa na wao, lazima Wazanzibari tusimame kitu kimoja, kwa pamoja tuwawajibishe. Hili jamani ndio tunalolitafuta. Tumeelewana? Tumefahamiana? Msikae mkawaza mambo madogo. GNU kitu gani bila ya kuwa na misingi ya kuendesha nchi? Ina maana gani? Si tumekaa miaka 5 kwenye GNU, kitu kidogo cha kumbadilisha mkurugenzi wa uchaguzi kimewashinda. Miaka 5 baada ya kuwa watu 21, baada ya madhila yote waliofanya 21, tukayabeba. Mzee wetu akatuongoza, tukayabeba, tukaenda nayo kwa nia ya kutengeneza nchi yetu. Hawa si watu, hawa na utu. Umeelewana? Tumefahamiana? Hiyo ndio safari yetu.
tumekubaliana, tumefahamiana, ni hiyo. Kama hatujaelewana watu wawete, mniambie sasa hivi, huko siko. Mniambie kwamba sisi tunachotaka tu ni nafasi GNU. Mseme leo hapa tumewaita, mtuambie eti jamani, tunaelewana, tunafahamiana, tunakubaliana. Hebu tunyenyue mikono nione. Nawapenda sana watu wawete kwa haya. Mna raha kweli kweli wallahi. Mna raha kweli kweli. Wepesi wa kuwafahamu, manake nyinyi mambo mnayajua bwana. Nyewe watu wa mambo, au sio? Nyinyi watu wa mambo, walimu wa walimu, wa walimu wa siasa. Ndio nyinyi. Tumefahamiana lakini. Kwa hivyo tuachieni, tuaminini, safari tunayoitafuta ni hiyo. Likiwa ni hilo, halikuwa tutakuja hapa tena tuambie sasa tuanze awamu ya pili ya safari yetu. Tumeelewana? Naam. Nimalizie. Kama hilo tumeelewana, naomba nimalizie la mwisho. Katika hili naomba la kwanza tuzidishe subra. Hapa tunapokwenda tunaweza kupaona rahisi, lakini si rahisi. Panahitaji subra. Utachokozwa, usichokozeke. Hawa ndio wanalolijua. Hawa juhudi yao kubwa sasa hivi. Wameanza kutuambia watawa wakilishi wetu. Eti nyesi wa kushukuru, mndetoka viti 4 mkapata 10. Washenzi kabisa. Washenzi kabisa. Hawa watu washenzi kabisa. Wewe ndio mtu maneno, mtu mzima, kiongozi. Hayo ndio maneno ya kwenda kuzungumza. Yaani kama kwamba hawa watu wa nchi hii wewe hawakuhusu. Linalokuhusu wewe ni cheo tu. Kwa hivyo mtachokozwa, msije kachokozeka. Sisi tunaijua safari yetu. Watasema kwa sababu wanatafuta kuhalalisha, wanataka tuzoee. Hawa wametuzoea mwaka huu wa kuambia sisi hatuzoeleki. Mlipotuzoea mmeshatuzoea. Sasa basi tuliposema ujinga sasa basi tulikusudia ujinga sasa basi. Tumefahamiana? Hilo la kwanza. La pili ndugu zangu, silaha yetu siku zote imekuwa ni umoja, mshikamano. Kama kuna pahala tunahitaji umoja na mshikamano ni hapa. Tumefahamiana? Hawa wajua we, farasi akifa mateke yake makali, kimkalia vibaya atakutoa roho. Tunao wanaona wao na majaribu yao mengi yatakuja kwenye kitu. Shida hii, dhiki hii, mashaka haya lototia. Kuna mwingine utavutwa pembeni, mwenyekiti, katibu, sijui nani, waze kuhemkwa, waze kutoa kauli, waze kusema kama wamewafanyia wengine. Watu na heshima zao wamewavunjia heshima. Wamefika pahala hawajijui kama wanacheza msewe au maumbwa au mundi. Watu na heshima zao. Kwa hivyo nalowaomba ndugu zangu ni mshikamano wetu sote, nidhamu yetu ya kawaida.
Na katika hili mtaambiwa mengi, lakini la muhimu tushikamane. Sisi tunalosema, naomba haya mambo mawili tuyashike vizuri: subira, mshikamano wetu, na tuendelee pia kutawakal kwa mwenyekiti. Katangaza dua hapa, aliyenao mwingine asome tu, we piga tu iti, we piga tu iti. Lakini nachosema mambo haya matatu muhimu sana: subira, mshikamano wetu, kuendelea kutawakal kwa Mwenyezi Mungu. Sisi katika safari hii tutakapomhitaji yoyote katika nyinyi kupata rai yake, kupata fikira zake, hekima yake, tutamuita. Tukiwahitajia wachache kati yenu tutawaita, tukiwahitajia mmoja mmoja pia tutawaita. Lakini msifikiri kwamba tumenyamaza kimya, tumetulia. Mjue kwamba tumo katika kazi, na kazi hii tumeianza. Ndio maana tukataka hizi ripoti. Huu ni mchele, tunakwenda kupika pilau. Huu ni mchele, tunakwenda au hamuitaki? Au biriani? Pilau tu itatosha. Sawa sawa. Alozoea bondo tutamfanyia kijungu chake. Anaitaka kigali tutamfanyia pia kijungu chake. Asiyekula pilau, anayekula wali mweupe pia tutamfanyia kijungu chake. Sawa sawa. Lakini mjue kwamba hatujapoa, hatutopoa mpaka inshallah tufike safari yetu, mpaka haki ya Wazanzibari na nchi yao tuitie mkononi, mpaka haki ya Wazanzibari na nchi yao tuitie. Kuna mwenye wasiwasi na hilo? Tunaiweza safari hiyo? Tuko tayari kwa safari hiyo? Tuko pamoja kwa safari hiyo? Lazima tufike pahala tuseme sasa basi, sasa imetosha, sasa imetosha. Hatutosimama mpaka safari yetu inshallah tuifike. Zanzibar wanaoitaka Wazanzibari tuitie. Kuna mwenye wasiwasi na hilo? Kuna ambaye anasema kwamba mimi simo? Tuko pamoja, tuko pamoja. Hebu naomba kama tuko pamoja tujenywe mkono. Tunaondoka hapa tunasema safari, hapa imetosha. Basi ujinga Wazanzibari sote tuko tayari, twasema mwaka huu mkajipanga na yuko tayari, kasema mwaka huu